Baada ya Venezuela, sasa Donald Trump anamtishia rais wa Colombia Gustavo Petro. Trump ametishia kumshughulikia rais wa Colombia Bwana Petro. Rais huyo wa Marekani ameongezea vitisho dhidi ya mwenzake wa Colombia Gustavo Petro, akionya kwamba kiongozi huyo wa Amerika Kusini anaweza kuwa mlengwa anayefuata katika kampeni ya kupinga dawa za kulevya baada ya Maduro. Siku ya Jumatano, katika mazungumzo katika ikulu ya White House na viongozi wa biashara, mwandishi mmoja wa habari alimuuliza Trump ikiwa alikuwa amezungumza na Petro. Hilo lilisababisha jibu kali kutoka kwa kiongozi huyo wa Republican nchini Marekani, Rais Donald Trump. Amejibu akisema, "Sijamfikiria sana. Amekuwa adui mkubwa kwa Marekani." Trump alianza kabla ya kuanza kumshutumu atajikuta katika matatizo makubwa ikiwa hatajipanga. Trump aliendelea kueleza, "Colombia inazalisha dawa nyingi za kulevya. Wana viwanda vya cocaine, wanatengeneza cocaine kama unavyojua, na wanaiuza moja kwa moja Marekani," alisema rais huyo wa Marekani. "Kwa hiyo afadhali ajipange au atakuwa mlengwa anayefuata," kwa maana akimaanisha baada ya Nicolas Maduro. "Atakuwa anayefuata, natumai anasikiliza. Atakuwa anayefuata kwa sababu hatupendi watu wanapowaua watu wetu." Matamshi hayo yalikuja muda mfupi baada ya Trump kutangaza operesheni ya kijeshi ya Marekani iliyokamata meli ya mafuta katika bahari ya Caribbean katika juhudi za kuiadhibu Venezuela na Iran kwa madai ya ukiukwaji wa vikwazo. Trump amekuwa na uhusiano dhaifu kwa muda mrefu na Petro, kiongozi wa kwanza wa mrengo wa kushoto katika historia mpya ya Colombia, lakini matamshi ya ukali ya rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya Petro yameathiri uhusiano na Colombia, ambayo ilishirikiana na Marekani kwa miongo kadhaa katika sehemu ya vita dhidi ya dawa za kulevya duniani. Hata hivyo, katika kipindi hiki inaonekana kwamba rais wa Marekani amekuwa katika kampeni pana ya mapambano dhidi ya madawa ya kulevya, huku akianza na Venezuela, kiamini ni moja kati ya mataifa ambayo ni wauzaji wa madawa ya kulevya, licha ya rais Nicolas Maduro kukataa juu ya kujihusisha na kampeni ya madawa ya kulevya, akisema kwamba kuna nchi zinauza madawa ya kulevya lakini sio Venezuela. Lakini mipango ya rais wa Marekani ni kuhakikisha anateka mafuta na kujinyakulia rasilimali zilizopo katika Venezuela. Na hata wachambuzi wa mambo na vyombo vingi vya habari nchini Venezuela vimekuwa vikielezea operation ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba ni operation ya uonevu na ni operation ambayo inasababisha mauaji ya watu wasiokuwa na hatia, lakini ikielezwa kwamba rais Donald Trump ana mipango ya kutengeneza mazingira ya kuangusha utawala wa Nicolas Maduro. Kadhalika, wakati huu anaitumia Colombia na kutengeneza mazingira kama yale aliyoyatengeneza Venezuela, lakini targeti kubwa ipo nchini Venezuela na kuangusha utawala wa Nicolas Maduro. Anaonekana kama kiongozi mwenye ushawishi, lakini kiongozi wa kikomunisti ambaye ni sawa na viongozi kama wa Kirusi pamoja na Uchina. Ni moja kati ya viongozi wagumu kuzungumza nao na kukubaliana nao katika baadhi ya mambo, hasa rasilimali za nchi. Na ndicho ambacho sasa Donald Trump anatumia nguvu kubwa kuhakikisha anateka rasilimali zilizopo, hasa mafuta katika taifa hilo la Venezuela. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utapata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utaweza kuyajua mengi yanayojiri ulimwenguni.